baada ya kuzuka kwa kifo cha rais wa Rwanda na yeye pia kutokuonekana kwa takriban miezi mitatu Rwanda na kutokuweza kuongea, na baadaye kuzushwa kifo cha Paul Kagame, sasa imeleta mtafaruku. Ikumbuke wazi kabisa wiki iliyopita ni kwamba kulikuwa kuna uzushi wa kifo cha rais wa Rwanda, yani Paul Kagame aliyekuwa ameenda kutembelea maeneo ya Marekani kwa ajili ya kupiga stori na wanafunzi. Sasa kwa kuna habari mbalimbali ambazo zilikuwa tayari zimeshaweza kuzuka Kongo pamoja na Rwanda pia kwamba rais Paul Kagame ameaga dunia. Jambo hilo limeibua sisi kama watangazaji wa channel hii tukaweza kuifuatilia kwa ndani. Masuala ya kifo cha rais wa Rwanda kilikuwa kimezushwa na wakongomani ambao wana uhasama au wana uadui na rais Paul Kagame, huku wakongo hao wakiwa wanamtuhumu Paul Kagame kwamba ana vifadhili vikundi mbalimbali vya kihalifu ambavyo vinaendeleza vita pale Kongo Kinshasa. Habari hizo zilipozuka, basi raia wa Kongoman waliweza kwenda barabarani na wengine kusherekea wakipiga madebe, wakiwa wanaamini kwa asilimia fulani kwamba rais wa Rwanda ameaga dunia, jambo ambalo lilikuwa ni uzushi. Na unapoambiwa mpaka muda huu tunapoongea rais huyo wa Rwanda yuko nje kwa ajili ya matibabu ambayo alikuwa anasumbuliwa. Ikumbuke wazi kabisa Paul Kagame anasumbuliwa na kansa, na hivyo alienda Australia na kwenda Ujerumani na baadaye kwenda kuibukia maeneo ya Marekani akiwa anajadiliana pamoja na wanafunzi wa chuo kikuu cha Marekani. Sasa baada ya uzushi kama huo ulileta mshtuko wa ghafla kwa marais wa East Africa nzima pamoja na Umoja wa Mataifa, wakawa tayari wamepata mshtuko, na ilileta tabu pamoja na msisimko hasa kwa familia ya Paul Kagame. Nazungumzia watoto pamoja na mke wake, pamoja na mke wa Paul Kagame. Mshtuko kama huo ambao ulitokea ni kwamba baada ya kusikia kilio na mambo yanayoendelea mtandaoni, sasa mke wa Paul Kagame akawa amepata mshtuko ambao umeupata. Ilikuwa ni kwamba pressure ilipanda mpaka muda huu tunapoongea, amekimbizwa hospitalini kwa ajili ya kupata matibabu baada ya kusikia tu uzushi wa kifo cha mme wake, na watoto wake pia wakawa wanajaribu kutoa mtafaruku, lakini mpaka sasa hivi bado hatujapata muafaka. Je, rais wa Rwanda Paul Kagame, je, yupo hai au amekufa? Hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kukatuelezea, japokuwa kuna kundi la RPF ambalo lilitoka hadharani na kwenda kukanusha kifo cha Paul Kagame na maadui wao wa Kongoman wakao wamebaki midomo wazi. Lakini mpaka sasa hivi bado Paul Kagame yeye kama yeye bado hajasema niko hai au nimekufa, bado hajasema chochote. Lakini kwa hiyo mpaka sasa hivi tuko katikati. Je, Paul Kagame rais wa Rwanda, je, yupo hai au ameaga dunia? Kwa sababu mpaka sasa hivi unaenda ni mwezi wa 4 Paul Kagame hajaweza kuwasiliana na Wanyarwanda. Kwa hivyo basi tunashindwa kutambua kama Paul Kagame yuko hai au hayuko hai, kwa sababu toka uzushi wa kifo kitokee, Paul Kagame hajaweza kutoka hadharani na kusema mimi Paul Kagame niko hai, na pia akaweza kuzungumza na Warwanda, hajatokea mpaka sasa hivi. Kwa mpaka sasa hivi maana yake ni kwamba tupo njia panda, haijulikani kama Paul Kagame yu hai au amekufa. Hapo wote Wanyarwanda pia na wenyewe wapo kimya, waziri mkuu wa Rwanda yupo kimya, lakini isipokuwa tu kundi la kijeshi la RPF ambalo limeweza kukanusha taarifa zinazoendelea kuzagaa mtandaoni kwamba Paul Kagame ni kwamba
yupo hai na hajafariki. Lakini swali tunalojiuliza ni je, kama yupo hai, je, yuko wapi? Mbona hatusikii sauti yake? Mbona hatusikii akiwa anaongea? Hatusikii akiwa anatoa matamko yeye kama yeye? Hatusikii kama yupo nje au yuko wapi? Je, Paul Kagame ni mzima au amekufa? Kama Paul Kagame yuko hai, tunamuomba sasa aweze kutoka hadharani. Paul Kagame, rais wa Rwanda, tumuombe. Wanyarwanda tunataka kuongea na rais wetu. Wanyarwanda wanataka kuongea na rais wao, wanataka kusikia sauti yao, sauti yake. Watoto wanataka kusikia sauti yake. Hatujasikia sauti ya rais kwa muda mrefu, jambo ambalo limekuwa sio kawaida kwa Paul Kagame kukaa kimya kwa huu muda mrefu. Ikumbuke wazi kabisa Paul Kagame alikuwa anatakiwa kuwekwa kusaini mkataba wa maridhiano ya amani baina ya Rwanda pamoja na demokrasia ya Kongo Kinshasa. Sasa mpaka sasa hivi hatujapata fununu kama je, mkataba hiyo imeshasainiwa tayari? Na je, kama Paul Kagame hamiliki vikundi vya kigaidi, ni kwa nini yuko wapi mpaka sasa hivi? Na yeye aliweza kusema kwamba hata kama yupo hospitalini, hata kama amelazwa, hata kama anaumwa, alisema lazima mkataba huo uweze kusainiwa. Lakini mpaka sasa hivi amekaa kimya, rais wa Rwanda. Je, anamaanisha nini? Je, yeye ndio tunayemtuhumu juu ya kufadhili vikundi vya kigaidi vya M23? Kwa hiyo sasa mpaka sasa hivi mke wa Paul Kagame yuko hospitalini, anaumwa, amepata mshtuko, lakini mume wake bado hatujamsikia, bado hatujasikia sauti yake, jambo ambalo limekuwa sio kawaida kwa rais wa Rwanda Paul Kagame kukaa kimya kwa kipindi hicho kirefu, hasa kwa mpito kama huu ambao anapitia. Uzushi wa vifo vinatokea, wengine wanasema kifo ni kwamba amezushiwa, lakini je, kama amezushiwa, mbona hatoki hadharani na kuongea na sisi Wanyarwanda? Wanyarwanda tumemkumbuka, Wanyarwanda tunataka kuongea naye, Wanyarwanda tunataka kusikia sauti ya rais wetu. Ni takriban miezi mitatu sasa mpaka minne, bado hatujasikia sauti yake rais wa Rwanda. Je, yuko wapi mpaka sasa hivi? Hatujapata fununu, hatujapata taarifa zozote. Je, yuko wapi? Yuko wapi rais wa Rwanda? Ni mwezi wa tatu sasa, ni mwezi wa tatu unaenda mwezi wa nne, hatujasikia sauti. Mtandaoni hatumuoni, jambo ambalo limekuwa sio. Ikumbuke wazi kabisa rais wa Rwanda ni gwiji wa kutumia mitandao ya jamii, hasa Twitter, Facebook pamoja na Instagram. Huko kote hatumsikia, hatumuoni anaposti chochote. Je, yuko wapi? Tunataka kujua Wanyarwanda, rais wetu yuko wapi? Kama amekufa, basi tunaomba serikali ya Rwanda isimame na iweze kusema kwamba rais wenu yuko sehemu fulani. Lakini uzushi wa kifo ilisadikika kwamba rais wa Rwanda alikuwa amepata tatizo la kansa na akawa ameenda Australia, akaenda Uingereza na mpaka sasa hivi akawa yupo Ujerumani. Lakini taarifa kidogo ilipofika, tukasikia kwamba rais wa Rwanda ameenda Marekani kwa ajili ya kukutana na wanafunzi wa chuo kikuu cha Marekani. Lakini hatuoni chuo kikuu cha Marekani kama kinasema jambo lolote. Je, yuko wapi rais wetu? Tunamtaka rais wetu. Wanyarwanda wanamtaka rais wao. Kama amekufa au yuko hai, tunataka serikali iweze kutuambia. Je, rais wetu Wanyarwanda yuko wapi? Tunataka kumsikia. Wakati wa Kongomani wanaweka sherehe wakiwa wanafurahia kifo cha rais wa Rwanda Paul Kagame, wengine wakawa wanafurahi, wakatoka mitaani wakiwa wanaamini kabisa kwamba Paul Kagame ndiye alikuwa anasababisha vita vya demokrasia ya Kongo na kunyang'anya dhahabu na kwenda kuwagawia mabeberu ambao ni wazungu. Na Umoja wa Mataifa pia hautaki kumsikia Paul Kagame kwa sababu imeonekana Paul Kagame ni kama ameisaliti East Africa. Hataki muungano wa East Africa, na yeye amekuwa bega kwa bega pamoja na mabeberu ili kuhakikisha anawanyonya wa Afrika, ili kuhakikisha kwamba anawanyonya Wanyarwanda. Ikumbuke wazi kabisa, kama ni yeye ndiye anayefadhili vikundi vya kigaidi vya M23, ikumbuke wazi kabisa amemwaga damu za watu wengi. Watu wengi wanalia juu ya Paul Kagame, watu wengi wameangamia juu ya Paul Kagame. Lakini je, Paul Kagame yuko wapi?
tunahitaji kumsikia Paul Kagame, tunahitaji kumuona rais wetu. Wanyarwanda tunahitaji kumuona rais wetu. Yuko wapi rais wa Rwanda Paul Kagame? Yuko wapi? Tunahitaji majibu kutoka kwa serikali. Ni mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 4 hatumsikii rais wetu. Wanyarwanda tunataka kumsikia rais wetu. Asanteni sana. Mambo vipi mpendwa na mpenzi mfuatiliaji wa channel hii? Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupita ukurasa huu, tunaomba uweze kusubscribe, kulike, kushare na kutani on notification ili kuweza kupata new updates ambazo tutakwenda kujia pindi pale tutakapokuwa tunaziweka, au kuweza kupata nyepe mbalimbali zilizojiri ndani ya nchi na nje ya nchi, ndani ya nchi na nje ya nchi. Ninapozungumzia ndani ya nchi na nje ya nchi, nazungumzia habari ya East Africa nzima, ukiwa hapa na Waka 24 channel. Sasa kwa habari ambazo tumezipata hivi punde, hivi sasa rais